Dominic Salamba, uko vizuri? Namshukuru Mungu. Ndio. Bana, kilichotuleta hapa ni taarifa za usajili pia ndani ya kikosi cha Yanga, na wanahusishwa na kocha mkubwa Afrika Laurent Mokwena. Alishawahi kupita pia kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, na hawa waliotoa Young Africans hatua ya nusu finali, yani robo finali kwenda nusu finali, kocha akiwa yeye Laurent Mokwena. Lakini pia amepita pale Wydad Casablanca. Kwako ni kocha wa aina gani? Binafsi nafikiri ni miongoni mwa makocha vijana ambao wanafanya vizuri sana katika soka la Afrika. Okay. Yani tunapozungumzia makocha wa Afrika ambao wana uwezo mkubwa sana, huwezi kuacha kumzungumzia Laurent Mokwena. Okay. Ni mwalimu mzuri sana, lakini pia napendezwa na falsafa yake ya uchezaji. Ni mwalimu ambaye anaamini katika kumiliki mpira, ni mwalimu ambaye anaamini katika project za vijana. Yes. Na kuweza kubadilisha wachezaji, huko akiwa ni mwalimu ambaye wakati mwingine anaiangalia timu kuliko mchezaji mmoja mmoja. Yani ukiangalia timu yake inakuwa ni anatengeneza system ambayo timu inakuwa ni kitu kimoja, ambayo inakuwa imtegemei mtu mchezaji mmoja. Kwa hiyo maana yake ni mwalimu mzuri na ni mwalimu mkubwa, lakini pia experience ambayo ameweza kuipata akiwa na Mamelodi unaweza kuona, lakini pia ameenda Wydad, ingawa alifika Wydad katika mazingira ambayo hayakuwa mazuri. Wengi wamekuwa wakizungumza kwamba mbona kule amekwenda ameshindwa. Hapana, Wydad walikuwa na matatizo mengi sana ya nje ya uwanja. Okay. Ya kimfumo, ya kiuongozi. Mimi nafuatilia sana soka la Morocco, walikuwa na shida, kitu ambacho kilifanya kukosekana kwa utulivu. Yeah. Na ndio maana timu yenyewe haikuweza kufanya vizuri sana katika michuano mbalimbali, kwa sababu ni kama walikuwa na conflict ambazo wenyewe wanazo. Lakini bado haiondoi kwamba Laurent ni miongoni mwa walimu wakubwa ambaye anaweza kuhusishwa na timu yoyote, na kuona kwamba anahusishwa na klabu ya Yanga, maana yake inakupa indication kwamba Yanga saizi inakwenda kuwa miongoni mwa timu kubwa barani Afrika. Kwa nini? Kwa sababu timu ambayo imeanza kujipambanua katika mazingira ya kuchukua walimu wa class A wa Afrika. Kwa mimi binafsi ninamtema kama ni mwalimu wa class A kutoka bara Afrika. Ndio. Mimi binafsi namtema kama mwalimu wa class A kutoka barani Afrika. Hiyo naishi nayo. Dominic Salamba, kwa haya ambao umeyazungumza juu ya Laurent Mokwena, kocha huyo ambaye kijana bado ana ndoto kubwa kweli kweli kwenye historia ya mpira, ukitazama mahitaji ya klabu ya Yanga, unafikiri hawa watu wanahitajiana Young Africans, ukiona namna ambavyo wanacheza, mahitaji yao, falsafa zao na kila kitu kuhusu? Lakini ukimtazama kocha pia Laurent Mokwena, umri wake, namna ambavyo anafundisha, falsafa zake zikoje, mahitaji yake pia kama kocha, ni vitu ambavyo vinashabiana, ama Yanga watafute kocha mwingine? Ukiangalia Yanga ya Mwalimu Gamondi ikiwa kwenye peak ya uchezaji wake, ndiyo falsafa halisi ya Mwalimu Laurent Mokwena. Okay. Ni mwalimu ambaye anaamini katika possession, kucheza mpira, tushambulie in numbers, tulinde kwa kuwa na mpira. Tushambulie in numbers, tulinde kwa kuwa na mpira. Yes. Ni mpira mmoja ambao unakuwa unavutia sana. Kwa hiyo nikiangalia na Yanga jinsi timu ilivyotengenezwa, vipaji walivyonavyo, siku za karibuni ambao wakicheza, ni miongoni mwa timu ambazo zinapiga pasi nyingi katika ligi yetu. Yaani kama utafanya summation toto ya timu ambayo inapiga pasi nyingi, ni Yanga inaongoza Tanzania. Kwa hiyo nafikiri kwa kumpata Laurent wanakwenda kurely kwenye falsafa ambazo tayari kuanzia Mwalimu Nabi na Mwalimu Gamondi na wengine waliopita waliweza kwenda kuzianzisha. Kwa binafsi nafikiri kwenda kumchukua Laurent ni kwenda kuchukua kitu ambacho kina fix kwenye kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Turejeshe sasa hizi taarifa kwenye makabrasha yako. Taarifa zikoje? Young Africans ni kweli wanahusishwa na Mokwena, lakini vipi zilizokufikia? Wako kwenye hatua gani Young Africans na kocha huyu ambaye anazungumzwa kuwa miongoni mwa kocha matishio kweli kweli, na kocha ambao wana bei ghali Afrika kwa hivi sasa? Kwangu zimefika kutokea ndani, zimefika kutokea nje ya Tanzania. Okay. Ni kweli Yanga wako interested na huyu mwalimu, na walishaanza muda mrefu, na nafikiri chochote wakati wowote kinaweza kutokea, kwa sababu Yanga wanatamani wauanze msimu mapema. Yanga kino cha kutolewa katika hatua ya makundi hakikuwafurahisha, wakiliflect na kikosi ambacho wako nacho, isipokuwa walipitia kwenye vipindi vigumu kidogo ambavyo wakati mwingine unaweza ukawapongeza hata kuwa hapa ambako leo wamefika, kwa sababu kupata mabadiliko ya mwalimu ya ghafla sio kitu rahisi ambacho kitakufanya uweze kuexist. Walikuwa kuna mwalimu mpya ndo ameingia akiwa na falsafa mpya, lakini bado waliweza kuhimili. Kwa hiyo naamini kwamba wanatamani kuhakikisha mwalimu mpya anaokuja aweze kuanza maandalizi mapema, ili msimu unaokuja waweze kutimiza malengo ambayo msimu huu walikuwa wameyashinda. Kwa hiyo anytime, wakati wote utakwenda kusema chochote kutoka klabu ya Yanga. Mokwena ni miongoni mwa makocha ambao inaelezwa
wanalipwa fedha nyingi sana kwenye timu ambazo anahudumu. Unafikiri Young Africans watakuwa na power hiyo, nguvu hiyo na fedha hizo za kumlipa Mokoena ili aweze kuwa kocha wao? Nimetaka kukuambia hapa, kwa sasa hivi miongoni mwa timu ambazo zinakuwa kwa kasi, miongoni mwa timu ambazo zina project ambazo ziko alive, miongoni mwa timu ambazo zina mvuto barani Afrika, huwezi kuacha kuzungumzia klabu ya Yanga. Timu ambayo inakuwa kwa kasi, timu ambayo ina mvuto, timu ambayo ina mipango ya wazi na ya kuaminika, huwezi kuacha kuzungumzia Yanga Afrika. Kwa hiyo mchezaji, mwalimu au expert anayehusika na football kuhusishwa tu na klabu ya Yanga kwake ni credit. Sababu hakuna ambaye hajui Yanga nini inafanya katika soka la Tanzania, nini ambayo inafanya katika soka la Afrika katika siku za karibuni. Kwa hiyo nafikiri ni biashara ambayo, na bahati nzuri wamempata kiongozi ambaye ni mzuri kwenye hizi lobbying, kwenye mazungumzo. Ni miongoni mwa viongozi wachache ambao wanaweza wakakushawishi uiache 100 uende kuchukua 50 ukiwa unacheka. Kwa hiyo silaha walionayo ni ushawishi ambao wanao rais wa klabu yao. Engineer Said amekuwa na ushawishi mkubwa sana, hasa akibebwa na yale malengo na maono na vision ambayo wako nayo kama klabu. Kwa hiyo kwa mwalimu kama Mokoena ambaye anatamani kuendelea kuwa miongoni mwa makocha bora, kwa mwalimu ambaye anatamani kukua, hawezi kwa urahisi akakataa project ya Yanga. Wakati mwingine mtu yuko razi apunguze mshahara ili aje kufanya kazi yangu kwenye klabu ya Yanga. Dominic Salamba, kuna nyakati pia Young Africans kwa madirisha kadha yakiwemo makubwa na madogo walihusishwa na mwalimu Florai Benge kutokea pale Kongo. Dili lake pia hili likoje? Maana tumesikia ilikuwepo, sasa hivi yazungumzi tena, limekufa. Na kama limekufa, Dominic Salamba, tujuze wana Kings, limekufa kufaje? Dili limekufa mapema tu. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoendelea baina ya Ibenge na klabu ya Yanga. Nini hasa ambacho kimefanya dili hili life kwa mujibu wa vyanzo vyako? Kushindwa kukubaliana na kuelewana kwenye yale ambayo kila mmoja alikuwa anahitaji. Upacha na Simba unazungumzwa kweli kwenye hili dili la Ibenge na Yanga kufa. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo zimesababisha Young Africans wachane naye, kwa sababu ana ukaribu pia na klabu ya Simba. Umeongea wewe hilo. Kwako hasijafika. Hilo unazungumza wewe. Dominic Salamba, mbona kama vile unafahamu taarifa nyingi sana lakini hutaki kutuambia wana Kings na sisi tufurahie hizi? Hilo unaongea wewe. Hilo unaongea wewe. Lakini nikuachie wewe. Hilo naomba nikuachie wewe. Sawa, tukiachana na hizi taarifa sasa, ndiyo Dominic Salamba, wewe mtazamo wako, mbali na mimi kuongea, unadhani ni kweli kuna ukaribu wote kati ya Ibenge na klabu ya kuna msemaji Simba? Unajua soka la Tanzania lina namna yake kuweza kuliendesha. Lina namna yake na lina watu wake. Ndio maana hata kwenye baadhi ya kazi lazima uwe una upande fulani. Sasa ukiangalia Ibenge ni miongoni mwa walimu ambao amekuwa na ukaribu, sio kwa nia mbaya, na viongozi wa klabu ya Simba na wanachama wa Simba, na amesha kuhudhuria baadhi ya events za klabu ya Simba. Kwa kama utaamua kuchukua simu yake, basi utakuta namba nyingi sana za watu wa Simba kuliko watu wa Yanga. Kwa hiyo wakati mwingine katika yale mengine mengi inaweza kuwa ni sehemu ya story au ni sehemu ya kitu ambacho kinakufanya wakati mwingine usimfikirie katika kufikiria. Sawa. Hatuwezi kuondoka bila kumaliza na hili Dominic Salamba. Kuna app imefunguliwa nzuri, tunayoona taarifa nyingi za michezo, lakini kuna mikeka ambayo inafanya watu wananufaika nayo kwa kutengeneza maokoto. Tujuze basi, ni namna gani tunaweza kujiunga na hii app na sisi kama vijana, watu wazima, tuweze kutengeneza maokoto kupitia hii app ambayo imefunguliwa juzi? Unapokuwa na application na kwenda kuipakua, maana yake itakulazimu uweze kutumia bando. Yaani uende ununue bando lako, uweze kuweka, uwashe data na baadaye uweze kupata kile ambacho unakihitaji katika application husika. Kwa sisi tukaona kwamba badala tu ya kuweza kukuletea habari za michezo, za siasa, za kijamii na vitu vingine vingi tetesi, ukaweza kuja kufurahia, alafu baada ya kusoma ukija kwenye data zako huku, kwa maana kwenye soja yako ya data unakuta kwamba MB zimeporomoka na zimekwisha, inakulazimu tena uende kutafuta MB nyingine, either umpige kirungu sisi kwa mtu mwingine yoyote. Tukaona hapana, basi ni vema unapoingia kwenye application yetu, wakati unaendelea kusoma, pembeni tunakuwekea mikeka, tunakuwekea odds ambazo wakati unaendelea kusoma huku unacheza kupitia BetPawa. Ukishacheza maana yake utapata pesa ambayo kesho asubuhi utakwenda kununua bando lako kama la buku 5 utaweka tena. Kwa hiyo tumetengeneza uchumi mzunguko,
kwamba unakuja, unaelimika, unaburudika, unafurahi, lakini pia unapata mazingira ya kuweza kuinua kipato chako na kuwa miongoni mwa watu ambao kila siku wanapiga hatua. Kweli tuna application ya Salamba TV. Cha kufanya unakwenda kwenye simu yako, kwenda kwenye Play Store, ukifika pale una download, unaandika Salamba TV, una download, then unaingia. Ikishakuja unafunguaje? Baada ya kuwa usha download pale utaandika whether ni namba yako ya simu, jina lako au email yako. Kisha unaweka namba ya siri, ukikliki pale ukilogin unakuwa tayari miongoni mwa watu ambao wanakwenda kuishuhudia dunia kwa mapana yake kupitia kwenye Salamba TV. Lakini pia ukiingia katika application kuna sehemu pekee ambayo unapata na majambika na Salamba yako pale, ambao utakwenda utaendelea kuburudika na kuanza kucheza ili ujishindie maokoto ya nguvu. Haya majambi tunayatoa bure kabisa, kuanzia odds 50 mpaka odds 1000 na kitu, itategemeana na siku gani na kuna mechi gani na zina ukubwa gani. Lakini pia kwa wale ambao wanaendelea kufurahia huduma ya Jambika na Salamba, ni very simple. Unachukua simu yako, unaandika nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, then unaweka namba ya kampuni 710 251 28. Kisha baada ya hapo unakwenda kuweka kiasi. Kwa siku ni shilingi 1000, kwa wiki 1500, kwa mwezi 15000, na wale VIP ni shilingi 30,000 kwa siku 5. Baada ya hapo maana yake utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ikiwa tayari umejiunga na kuendelea kufurahia yaliyo mema ya nchi kupitia Jambika na Salamba, huku vile vile ukipata makoto yako ya bure kupitia kwenye application bora na bingwa katika ukanda huu wa kwetu mpaka na Guba ya Uajemi ya Salamba TV. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Bana, hakika Jambika na Salamba ndio habari ya mjini, na hii inatuonyesha wazi kweli Dominic Salamba amezamilia. Mimi sina la ziada, wacha tu nikwambie kwa hiki ambacho tumekipata hapa kutoka kwa Dominic Salamba, inatupa picha ya kwamba yule aliyetuambia subiri nyeshi tuone panapovuja amesombwa na mafuriko. Kweli. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.